Wakati umefika. Leo tutavamia Zilinda. Barry, kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Ndani ya msitu huo wa asali na maziwa, Titus alikuwa akiendelea kumtafuta Livia. Hakukuwa na jibu. Ni sauti ya ndege wa asubuhi tu ndio ilijibu. Sauti ambazo hazikujali maumivu ya mwanaume huyo. Mchana ulifika taratibu kama mtoto anajifunza kutembea. Mwanga wa jua ukipenya vichaka vya kisiwa cha asali na maziwa na kuangaza moja ya kibanda cha miti. Livia alikuwa bado amepoteza fahamu, lakini punde alifungua macho yake taratibu. Kwa muda wa sekunde chache, alishindwa kutambua kama alikuwa hai ama alikuwa ndotoni. Aligundua kuwa hakuwa Roma, hakuwa kwenye kasi la kifalme la Kaisari. Alikuwa kwenye kibanda cha dhiki. Niko wapi? Baada ya sekunde chache, kumbukumbu zikamiminika kama mvua za masika. Nilijitosa baharini. Nilizama. Nilitaka kujiua. Akatazama eneo hilo kwa mshangao akijiuliza, hapa ni wapi? Niko wapi? Mbona sielewi? Mbona sikufa? Kwa nini wameniokoa? Wangeniacha. Sikutaka tena kuishi na kumbukumbu za Titus. Sikutaka kusikia chochote kuhusu yeye. Niko wapi? Na ni nani aliyeniokoa? Kisha alinyanyuka kwa uchovu na kuanza kutembea kuelekea nje. Alipofika nje, hakuona nyumba zingine, hakuona watu, ila aliona nyayo za miguu ya binadamu. Zikipita kwenye mchanga zikielekea upande wa mashariki. Livia alianza kuzifata nyayo hizo taratibu. Moyo wake ulijaa na hofu. Alipofika katikati ya poli, macho yake yakafunguka kwa mshangao. Kwenye mchanga mweupe wa poli kulikuwa na mchoro uliocholwa kwa kutumia kova za bahari. Ulicholwa kwa ustadi. Bila shaka mchoraji alitumia muda wake wote kuchola. Mchoro huo ulikuwa na sura ya Livia. Sura yake kitabasamu. Tabasamu ambalo hakuwahi kulitabasamu kwa miaka mingi tangu alipotenganishwa na Titus. Mchoro huo ulikuwa ni kama umebeba ujumbe unaosema, ondoa huzuni kisha rudisha tabasamu. Livia aliendelea kutazama mchoro huo kwa mshangao. Kwa mara ya kwanza baada ya kipindi kirefu, alihisi joto la matumaini likianza kurudi kwenye moyo wake. Taratibu midomo yake ikaiga ishara ya mchoro huo. Akatabasamu. Wakati bado amesimama akitabasamu kwa upole, ghafla alisikia mlio wa nyayo zikimsogelea nyuma yake. Alishtuka na kugeuka kwa haraka. Nakupenda mpenzi, takujali, takuenzi, tujaze dunia, kwani hiyo ndo mipango yake Muumba Baba.
lakini alimtazama Livia kana kwamba anatazama miujiza. Kisha Livia alivunja ukimya huo, akizungumza kwa lugha ya Kiitaliano. Wewe ndiye uliniokoa. Kijana maskini hakuelewa lugha, lakini alihisi nini alichoulizwa. Lakini alijikuta akishindwa kujibu, akiendelea kumtazama Livia kwa tabasamu laini. Uzuri wa Livia ulimfanya kijana maskini awe kichaa. Ndani ya pango la mdomo wa kifo, taji la mama yake Zagamba liliwekwa mbele ya nyumba ya ibada. Kufa wote vipala pamoja na Zagamba mwenyewe walipiga magoti mbele ya taji hilo, wakisujudia kwa heshima. Lakini Mwale pekee hakufanya hivyo. Hakuonesha heshima. Alibaki amesimama akitazama kimya. Kisha Zagamba alisimama mbele ya nguvu wote vipala, akiwatazama kwa sekunde kadhaa za ukimya. Kisha akaanza kuzungumza. Kila siku nilikuwa nawaambia kuwa siku nitakayopata taji la mama yangu, nitawaambia sababu ya kulipa kisasi kwa familia ya mfalme wa Zilinda. Sasa leo kinywa changu kitatapika kila kitu. Mama yangu alizaliwa Zilinda. Alikuwa miongoni mwa wanawake waliojaliwa uzuri wa kipekee. Mfalme wa Zilinda, ambaye ndiye baba yake Silena, alivutiwa na mama yangu, akamuoa, na ndiye alikuwa mwanamke wake wa kwanza. Na siku ya ndoa yao, mama yangu akavishwa taji hili, taji la heshima, taji la utawala, taji la damu ya kifalme. Baada ya miezi kadhaa ya ndoa yao, mama yangu akapata ujauzito. Lakini alipojifungua mtoto wake wa kwanza, mtoto huyu alizaliwa tofauti. Alizaliwa bila nywele, na mtoto huyu alikuwa mimi Zagamba. Mfalme akanikataa, akasema mimi ni laana, akasema mimi si wa bahari wala wa nchi kavu. Mfalme ambaye ni baba yangu akaamuru niuliwe. Kufa wote wakatikisa vichwa vyao kwa hasira. Mwale alionekana kutokuwa na hisia zozote zile. Mama yangu hakutimiza mlio ya dhambi. Alinichukua usiku wa giza, akatoroka, akajificha katika pango hili akiwa peke yake. Alinilea kwa mikono iliyo na nguvu na moyo uliojaa majeraha. Alinilisha kwa mateso. Alinifundisha kuogelea, kumiliki mawimbi, kupigana. Kisha akanihadithia historia hii na kuniambia kuwa mimi sikuwa nguva wa kwanza kuzaliwa na kipala. Ilikuwepo jamii ya nguva wa aina yangu karne nyingi zilizopita, na walimalizwa na jeshi la Zilinda kwa amri ya mfalme. Na baada ya mama yangu kunihadithia historia hiyo, akapoteza uhai. Nikabaki na taji hili mikononi mwangu. Siku moja nikiwa natafuta chakula, nikakamatwa na askari wa Zilinda nikiwa nimevaa taji hili. Nikapelekwa himaya ya Zilinda na kusimamishwa mbele ya mfalme ambaye ni baba yangu. Alishangaa kuona bado kuna jamii ya nguva vipara kwenye bahari, maana waliamini jamii hii imeshatoweka. Akataka kujua nilipotoa taji hili. Nikamwambia kuwa kuna mwanamke alikuja kwenye himaya yetu na taji hili, akisema anatokea Zilinda, lakini yeye na mtoto wake walifariki siku waliokuwa wanazaa.
Mfalme hakuonyeshwa kushtushwa na taarifa hizo za vifo. Hapo nikapata uhakika kuwa ni kweli hakuwahi kunipenda na hakuwahi kumpenda mama yangu. Akaniuliza ilipo jamii yetu ili akawamalize. Nikamwambia kuwa jamii yetu ilikumbwa na ugonjwa wa ajabu, wakafariki wote. Nikabaki mimi pekee. Askari walitaka kuniua. Mfalme akawazuia na kuwaambia kuwa mimi bado ni mdogo, naweza kufanywa kuwa nguva mwema. Askari hawakukubaliana na mfalme, lakini mfalme alishikilia msimamo wake. Rasmi nikakaribishwa Zilinda. Mfalme akalichukua taji hili, na siku alipozaliwa Silena alimpenda, hakumkataa, licha ya kwamba na yeye alizaliwa na nywele za dhahabu tofauti na nguva wengine. Mfalme aliona nywele hizo ni baraka, lakini kipara changu aliona ni laana. Kwa upendo wake kwa Silena, akamkabidhi taji la mama yangu kama zawadi ya heshima. Hapo niliapa siku moja ningerudisha heshima ya mama yangu, na nitafanya kisasi kwa mfalme na familia yake na Zilinda nzima. Wakati umefika. Leo tutavamia Zilinda. Kwenye moja ya gereza lililopo kwenye pango hilo la mdomo wa kifo, kuna nguva mmoja alifungiwa humo, na gereza lake lilikuwa mbali kabisa na magereza yote, mahala pasili. Na siku zote Mwale alipoelekea kwenye gereza hilo kuonana na nguva huyo, aliufunika ukweli wa sura yake halisi. Na kuvaa sura ya mwanaume. Posili Mwale anaificha, na Zagamba siku akijua asili hiyo, basi moyo wake utapasuka vipande vipande. Leo Mwale alikuwa amesimama mbele ya gereza hilo akiwa na sura na mwonekano wa kiume. Mwale alimtazama nguva huyo kwa sekunde kadhaa, huku akiwa na hasira ya juu. Leo Zagamba mwenyewe alimpa ruhusa ya kumuua nguva huyo, kisha ndo aelekee kuivamia Zilinda. Mwili wa nguva huyo ulikuwa dhaifu kwa njaa na mateso, lakini macho yake bado yalionyesha ujasiri na nguvu ya kifalme. Alikuwa baba yake Silena, mfalme halisi wa Zilinda. Aliaminika na taifa lake kwamba aliuawa na wanadamu siku ile ya uvamizi, lakini haikuwa kweli. Zagamba ndio alieneza uvume huo. Yeye ndio alimuua mama yake Silena, kisha akamchukua baba Silena na kuja kumfungia kwenye pango hili la mdomo wa kifo. Baba Silena hakuwa na hofu, pia hakujua yote anayopitia binti yake Silena, na hadi sasa hakujua kama Zagamba pia ni mtoto wake. Mfalme alimtazama Mwale kwa hasira, kisha akazungumza. Nyinyi nguva waoga, na ndio maana mnashindwa kuniua hadi sasa. Lakini jueni, sitoishi kwenye gereza hili milele. Kuna siku binti yangu Silena atakuja kuniokoa, na siku hiyo itafika, na ninawaahidi hakuna hata mmoja wenu kati yenu ataibaki hai. Mwale hakutingishwa na maneno hayo, kisha alizungumza kwa sauti tulivu ya kiume. Leo ndio siku yako ya kufa imefika, lakini kabla sijakuua, kuna kitu nataka ujue, ili utambue kuwa baada ya mambo yaliyotokea karne nyingi, mimi nimebaki kuwa mshindi.
Mfalme alipatwa na mshangao mkubwa sana. Hofu kubwa sana ikatawala moyo wake. Kisha akasema kwa hofu, hapana, hapana, haiwezekani, haiwezekani. Hii haiwezi kuwa kweli. Mbona nahisi kama naota? Kumbe ni wewe, ni wewe. Habari, huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.